kazi yake kubwa inakuwa ni kuhakikisha inaua kila kilichopo kwako katika ulimwengu wa roho, inakiua. Katika mwili kinaweza kikaonekana kiko hai, lakini kinakuwa kimeshauliwa kiroho. Kuna matokeo yake ya kidumu, baada ya muda kinakufa, kinapotea. Na inaweza ikawa ni mauti ya njaa, vifo vya watu au magonjwa. Kwa tunapoongelea ardhi yenye roho ya mauti, ardhi yenye roho ya mauti ni ardhi ambayo imetawaliwa na njaa. Vikilimwa vitu havioti, vinanyauka. Mifugo ikifugwa haifugiki. Magonjwa, eneo ambalo limetawaliwa na magonjwa ya kila wakati. Ardhi ina magonjwa kila wakati, watu wanaumwa tu mahali hapo. Umewahi kujiuliza kitu kimoja, kwamba kwa nini unaweza ukaenda mtaa fulani ukakuta watu wanaumwa sana ugonjwa unaofanana, na wakati mwingine huwa tunatafakari kwa sababu za kibiolojia tunachukulia ni kawaida. Lakini nataka nikueleze, wakati mwingine shetani anatupiga upofu. Kuna mapandikizi yake ya kiroho kwenye ardhi ya hilo eneo, na ndio maana unakuta watu wa eneo hilo wanaandamwa sana na ugonjwa fulani. Unaweza kukuta kwenye eneo fulani wanaumwa sana UTI kuliko kupika kawaida, na mnaweza mkachukulia kibiolojia mkasema ni sawa, ila unakuta ukizama ndani kiroho, unakuta ardhi ya eneo hilo imefungwa mauti ya UTI, na ndio maana watu wanaumwa UTI. Kuna ardhi nyingine zimefungwa na mauti ya uchumi, imefungwa isiwe na mfanyabiashara mkubwa, na ndio maana ukifika pale unakuta kwenye ardhi ya eneo hilo hakuna mtu mwenye kumiliki biashara ya kuanzia mtaji wa milioni 5. Watu wote wako kwenye mitaji ya milioni 4 kushuka chini. Na unakuta mtu akitaka kujikwamua mtaji wake ukifika milioni 5, ghafla tu kanatokea sababu isipojulikana imetokea wapi, inamporomosha, anaanza tena kwenye laki mpaka anakuja kufika tena milioni, tena anaanza tena upya. Sifa ya ardhi ya namna hii, watu wanaoishi mahala hapo maisha yao hayanaga muendelezo. Ni maisha ambayo yana mtu anainuka anaanguka tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu cha kimauti kimefungwa kwenye hiyo ardhi. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 7 hadi wa 8 inasema namna hii. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8. Ufunuo 6:7-8 inasema, na alipoifungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 ikisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivu kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu. Akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Kitu ninachotaka upate ni nini? Ni kwamba anasema akaona roho ya mauti inapewa mamlaka robo ya nchi. Nchi kwa lugha nyingine ya kibibilia ni ardhi. Kwa ile roho ya mauti ilipewa robo ya eneo la ardhi ishambulie. Na ishambulie kwenye eneo la mauti ya upanga, njaa, tauni yani magonjwa, hayawani yani na matukio mbalimbali ya kutisha. Kwa mfano watu kufa kwa ajali. Hujawahi kujiuliza kwa nini sehemu fulani mara kwa mara ajali huwa zinatokea? Mara kwa mara ajali zinatokea kwenye hilo eneo. Na unakuta watu wakiwa wanasafiri, wakifika eneo hilo unasikia wanaanza kusali, kwa sababu wanajua hapa panakuaga sana na ajali. Kwa nini? Kwa sababu ina maana eneo hilo imefungiwa roho ya mauti. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo unapoona kuna roho za mauti za namna hiyo kama zipo kwenye ardhi ya eneo ambalo na wewe ni mmiliki hapo,
Aidha unamiliki heka moja eneo hilo, au unamiliki hatua 20, au unamiliki duka la kupangisha, au umepanga nyumba hilo eneo, lakini lina sifa kama hizi ambazo naendelea kukugusia mahali hapa. Jua moja kwa moja ardhi hiyo ina roho ya mauti. Acha muda huu nikuonyeshe kitu kingine kizuri. Maisha ya roho ya mauti yakoje? Maisha ya roho ya mauti yakoje? Maisha ya roho ya mauti ni hali ya kuishi maisha ya kufa kwa kila unachofanya. Maisha ya roho ya mauti